nikae uweponi mwako milele, nikae uweponi. Chimbe wote kanisa la Bwana, uweponi, uweponi nikae uweponi na mikono yako uweponi mwako milele, nikae uweponi mwako, uweponi mwako, nikae uweponi mwako, uweponi mwako, nikae uweponi mwako uweponi mwako milele, sauti yako kwa Bwana. Uweponi mwako kutegemea muujiza wa Mungu. Una shauku kiasi gani? Tukae. Haleluya. Kuna watu wanamuonea Yesu shauku. Kuna wengine wameonea shauku wa chumba. Yaani asipoonana na mchumba moyo unazimia. Hata mliolewa nafikiri kwa ndio hivyo. Yule ambao hujamuona hata siku moja kwenye macho yako kuwa karibu, unazimia moyo. Wanaume kwa wanawake. Lakini kuna vitu vizuri tunakuwa na shauku navyo. Tunakuwa na shauku kwamba Mungu akinisaidia nikija kupata kazi, hakika. Lakini ukipata kazi unakuta inakuwa kama ni kazi ya kawaida. Ndio maana wengine wanasema mtu anapoenda kuomba kazi anaweka mikono nyuma. Akishaingia kwenye kazi tayari, anajua mkataba umeishaingia, anaweka mikono mfukoni. Yaani amekuwa ni bosi. Ndivyo ilivyo katika mambo ya Mungu. Kunapookoka ni kazi, ni shughuli.
kupata wokovu ni kazi, ni shughuli, lakini ukishaokoka mtu mwingine anajisahau. Yaani saa nyingine shangilia, uwe na shauku na Bwana. Sema Yesu ameniokoa. Yaani unakuwa na shauku. Tuwe na shauku kwamba leo kanisani nikienda nitaimba. Leo nikienda kanisani nitaomba. Uwe na shauku. Utaona matokeo kwenye maisha yako. Utaona matokeo. Yaani hata vitu vya duniani hivi ukitamani vitu vizuri, usipokuwa na shauku utaambulia sifuri. Kuna mtu anasamani anasema ningepata taeka 10 za kulima nipande miparachichi. Lazima utengeneze shauku. Ili upate mambo mazuri kwa Mungu, ili uone Mungu anakutembelea, ili uone furaha ya kusali, uwe na shauku. Tamani kwamba Yesu, nataka nikuone kwa macho. Nataka nikuone Yesu. Nataka nikuone Yesu. Wewe Yesu ni mzuri. Nataka nikuone Yesu. Hai, Yesu napendeza. Halafu unaimba, halafu malaika kule mbinguni wanatikiza vichwa tu. Nasema hakika duniani. Hujasoma Biblia nasema malaika wanatuonea shauku. Hizi taji tulizoandaliwa, malaika wanasema na mimi ningekuwa duniani ningekuwa binadamu wa kawaida. Hii mitihani midogo midogo tunayokutana nazo, changamoto ndogo ndogo, hizo malaika wanatamani. Anasema hizi ndio ningekuwa nacheza nazo. Mimi wakati nasoma shule, nilipokuwa nasoma darasa la 2, niliziona hesabu ni ngumu. Kwanza darasa la kwanza tu. Sisi hatukusoma chekechea, darasa la kwanza tu. Kuandika sifuri, naliandika linakuwa likubwa. Saa nyingine unashangaa limekuwa kama chungwa. Mwalimu anasema andika vizuri, na andiko na shanga limekuwa kama kwa kadogo. Moja. Baada ya kunyosha namna unaandika hivi, utafikiri umetia tiki. Nilipofika darasa la 3, nikasema yani ufahamu huu ningekuwa nao darasa la kwanza, ningekuwa naongoza namba ya kwanza. Yani unaonea shauku kila daraja unaponza. Ukiwa darasa la 2, ukiingia darasa la 3 unatamani. Ukiwa darasa la 7 kaingia sekondari unatamani ningelikuwa huko. Yaani ningekuwa napata 100 kwa 100. Na sisi tunatamani kupata 100 kwa 100. Tunahitaji kutamani tuwe wahubiri wakubwa. Tunatamani tuwe waombaji wakubwa. Mimi nikisikia watu wanaomba najisikia shauku. Jana nimekuja hapa, tumekuja kuomba hapa jana. Jamani, kesho kuna maombi tena. Umesahau kutangaza maombi. Kesho asubuhi tupo. Kesho ni maombi ya kufunga na kuomba mpaka Jumapili. Mpaka Jumamosi, sawa jamani? Hakuna mchana kula chakula. Lakini watu wachache wanasema mimi nitaenda kula chakula. Wala kuna hasara, sisi tutafunga, sisi tutaomba, tutamwona Mungu. Hata Waislamu tu watushinde mwezi mmoja wanafunga. Hawali mchana siku zote. Biblia inasema haki yenu nyinyi warokori isipozidi haki ya Mafarisayo, ufalme wa mbinguni ni kazi. Kwa tunahitaji kuwazidi watu wenye dini. Hata Waroma wanafunga. Na watu wengine wenye dini zao wanafunga. Sisi je? Hata wachawi waganga wa kienyeji wanafunga. Hata wa mizimu wanafunga. Haleluya. Mungu atusaidie. Tuwe na shauku.
sio somo langu, lakini neno ambalo tunaenda kulisikia asubuhi ya leo, kitabu kile cha Luka 18 mstari wa 5 wa 35. Kitabu cha Luka 18 mstari wa 35. Moja anaweza kanisomea. Haleluya. Moja anaweza kanisomea. Hakuna watu wasomaji? Ndio. Ikawa alipokaribia Yeriko, yaani mtu mmoja kipofu alikuwa kando ya njia akiomba msaada. Ndio. Na aliposikia makutano wakipita, akauliza hivi, kuna nini? Wakamwambia, Yesu wa Nazareti anapita. Ndio. Akapiga kelele, Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Ndio. Basi wale waliotangulia wakamkemea ili anyamaze, lakini yeye alizidi kupaza sauti, mwana wa Daudi, unirehemu. Ndio. Yesu akasimama akaamuru alete kwake, na alipomkaribia alimuuliza, ndio, unataka nikufanyie nini? Akasema, Bwana, nipate kuona. Ndio. Yesu akamwambia, upawe kuona, imani yako imekuponya. Ndio. Mara hiyo akapata kuona, akamfuata huku akimtukuza Mungu. Na wale wote walipoona hayo walimsifu Mungu. Naomba Peter aweze kuomba. Amen. Tengeneza shauku la kusikia maneno ya Mungu asubuhi ya leo. Inawezekana kuna muujiza wako, inawezekana kuna baraka zako. Wakati namuuliza Mungu, nihubiri kitu gani? Unanipa somo gani la kufundisha? Bwana kaniambia, hebu angalia kitabu cha Luka sura ya 18 mstari wa 35. Nayo maandiko yanazungumza habari ya mtu mmoja muombaji alikuwa akiomba apate msaada. Biblia yangu alikuwa naomba sadaka. Kama tunavyoona vipofu wengi kule mjini Mwanjelwa, na kule mjini wanakaa kando kando ya barabara. Na siku hizi wengi wamenunua hata vipaza sauti. Manaka anachoka mchana kutwa kuita nisaidie. Wamenunua vipaza sauti kwamba watu wapate kusikia. Hata kama mtu aliye mbali ambaye anahitaji kusaidia aende kasaidie, akiomba sadaka. Basi Biblia inaelezea kwa habari ya mtu mmoja ambaye aliona muujiza wa Yesu Kristo. Kichwa cha somo, mwombaji kipofu. Mwombaji kipofu. Haleluya. Lakini kwenye Biblia yangu kichwa cha habari kinasema Yesu amponya mwombaji kipofu. Biblia inasema Yesu alipokuwa amekaribia mji mmoja unaitwa Yeriko huko Yerusalemu, mtu mmoja aliitwa kipofu. Hana jina, lakini alijulikana maarufu kwa kipofu. Mtu mmoja, Yesu alipokaribia Yeriko, mtu mmoja kipofu alikuwa amekaa kando ya njia. Alikuwa anajulikana na kipofu kulingana na dhana
aliyokuwa ameibeba. Kila siku watu walimuona ni kipofu. Kila siku watu walimuona huyu ni mwombaji. Biblia haizungumzi jina lake, kwa sababu jina maarufu aliitwa kipofu. Haleluya! Lakini Yesu anaweza kabatilisha, anaweza kabatilisha yale mazoea ya kawaida, tukiwa na shauku ya kwamba Bwana alete mabadiliko, ya kwamba Bwana alete mageuzi, ya kwamba Bwana tupe majina mapya. Yale majina ya kale tuyakatae. Sisi sio vipofu tena. Kama yule kipofu mmoja akasema, mimi ninaona. Hata kama mnasema wewe aliyekuponya ni mwenye dhambi, mimi sielewi. Hili ninachoamini kwamba Yesu amefanya nini? Ameniponya. Kama Yesu ni mwenye dhambi, mimi sijui. Kama Yesu ni mkuu wa wachawi, mimi sijui. Kama Yesu ni mwenye dhambi anakula siku ya Sabato, mimi sijui. Kama Yesu anafundisha mafundisho kinyume na imani yetu, mimi sijui. Ila mimi ninachoamini, Yesu ameniponya. Kuna majina mengi ambayo watu wametukalidi. Kuna mavazi mengine watu wametukalidi, lakini leo ufuta kwa jina la Yesu. Kuna misemo ya wanadamu ya kukatisha tamaa. Kuna maneno ya watu wanayoweza kukuvunja moyo. Lakini even Biblia inaeleza kisa cha mtu mmoja anaitwa kipofu. Alikuwa ameketi kando ya njia. Alipiga kelele. Amechoka, amechoka kuomba. Amechoka kuitwa kipofu. Akasikia kelele za watu wanapita. Watu wanatembea, wako wengi. Akasema, jamani, mimi sioni. Mimi sioni. Mimi sioni. Kuna nini huko? Wanasema Yesu anapita. Yesu ameleta msaada kwa watu wanaopitia changamoto. Yesu ameleta baraka kwa watu walio na mikosi. Yesu ameleta matumaini kwa watu ambao hawana tumaini. Yule mtu akajikagua akasema, mimi ni kipofu. Hii ni nafasi yangu, hii ni muujiza wangu. Leo lazima nipate kuona. Maana nimesikia habari zake, sijaona kwa macho, lakini nimesikia habari zake. Maana kipofu hawezi kuona isipokuwa kusikia, nasikia. Na aliposikia watu wanapita, akauliza kuna nini? Wanasema Yesu wa Nazareti anapita. Akasema hiyo ndio nafasi, hiyo ndio fursa yangu muhimu. Hapa ndipo nitapambana, hapo ndipo nitang'ang'ana, hapo ndipo nitakapokaa, hapo ndipo nitakapotulia. Nimuone Yesu kwa macho, si kwa kuambiwa, si kwa kusikia. Wangapi asubuhi wanataka kumwona Yesu kwa njia ya imani, ili atokee matendo? Akasema, mwana wa Daudi, naomba nirehemu. Hamuoni Yesu, maana macho yake yamefumbwa, haoni. Yeye ni kipofu na jina lake la zamani halipo. Ila anatambulikana kwa jina la kipofu. Unajua kuna wakati majina yanabadilika kulingana na staili ya maisha mtu anayoishi. Haleluya. Kuna mwingine kwetu kule Igala alikuwa anaitwa Hombwa, kwa sababu alikuwa anashinda kirabuni, wakamuita Hombwa, naye akawa anafurahia. Mtoto wake mmoja amesoma, ni mwalimu sasa hivi kule Tabora, alikuja paka Kange hapo.
Kuna mwingine anaitwa Maresi. Yaani jina la kwanza lilishapotea, amebadilishwa kuwa Maresi. Mwingine akaitwa Masika. Masika manake ni machicha ya pombe. Kasoro wengine sijaona wakina Kimpumu. Inawezekana nao wapo. Wengine wakinafunika pipa. Nimewasikia wengine ni wakina Mwabwarwa. Sijui makabila ya kwenu huko Singida, huko nyi watu wa Singida. Inawezekana kuna majina tofauti tofauti. Na watu wa Umalile inawezekana kuna majina tofauti tofauti. Namna ya maisha wanayoishi wanadamu, huwa majina yanabadilika. Kuna watu wanabadilisha majina, lakini kuna watu wanabadilishiwa majina. Lakini Yesu anaweza kutenda jambo jipya kwenye maisha yetu tukiwa na shauku, tukiwa na uhitaji. Yesu anaweza kubadilisha. Yule mtu akapiga kelele, Mwana wa Daudi nirehemu, naomba unisamehe, naomba Yesu niponye, mimi ni kipofu. Biblia inasema watu waliomtangulia, watu waliokuwa mbele yake, waliokuwa mbele yake ya yule Yesu, au waliokuwa mbele ya yule kipofu, wakamzonga, wakamtakatisha tamaa, wakamvunja moyo, wakanena ya kunena, wengine wakamsukuma mkikumbo. Lakini yeye shauku yake ni kutoka katika yale mazingira ya kuwa kipofu, ili aweze kumwona Yesu sasa. Haijalishi kuna watu wenye vikumbo, haijalishi watu wenye maneno, si maneno yangu, ila Biblia inasema kuna watu ambao walikuwa wamemtangulia. Yaani yule kipofu, yeye anafuata nyuma, Yesu amepita tayari. Anasema, Mwana wa Daudi naomba unirehemu. Watu wengine wakamzonga, wakamkatisha, wakamnyamazisha. Biblia inasema wakafanya nini? Wakamnyamazisha. Ili asimuone Yesu. Lakini yeye hakukata tamaa. Akasema, leo ndio nafasi yangu, leo ndio muujiza wangu, leo ndio uponyaji wangu, leo ndio uhai wangu, leo macho yangu yaone. Yesu akasikia sauti ya mtu mmoja aliye na shauku, ya mtu mmoja aliye na haja, ya mtu mmoja aliye na uhitaji wa kupata kitu kipya, ili aweze kuona sasa, aone vitu wazi pasipo kuambiwa. Yule mtu Yesu akamwona, akasema, unataka nikufanyie nini? Unataka nikutendee jambo gani? Yule kwa sababu Bwana alikuwa na shauku, kwa sababu alikuwa na nia ya kwamba siku moja inawezekana nikaona, inawezekana siku moja nikaona vitu live. Akasema, mimi nataka nipone, nataka niwe mzima. Inawezekana Yesu moyoni mwake akasema, pamoja na kelele zote hizi, pamoja na vikumbo vyote hivi, pamoja na watu wenye kukuvunja moyo kiasi hiki, lakini unatamani unione mimi. Akasema, hakika nimekuona, imani yako imekuponya, kuanzia leo utakuwa kipofu, upate kuona sasa, anza kutembea mwenyewe. Shauku ya moyo, shauku ya moyo. Kuna wengi hawaoni,
Kuna wengine wametutangulia hawaoni, hawajamuona Mungu, hawajaziona shuhuda za Yesu, hawajaona matendo makuu ya Mungu. Wanaweza kukukatisha tamaa, wanaweza kukusukuma, iwe kwenye kwaya, iwe kwenye kwa kina mama, iwe ndani ya ibada kwenye kanisa. Kuna watu wanaweza kukusukuma wakakutoa kwenye imani, wakakutoa kwenye uwepo. Siku moja nikija kanisani hapa siku ya ibada, nikiona watu wako 4 5, nasema nimemwona Yesu. Afu unakuta mtu mwingine sasa, leo watu kanisani kulikuwa watu hawapo. Ndio walikuwa hawapo, lakini umeona nini? Hujamuona Yesu. Hayo ndio mambo waliotutangulia mbele yetu, tuliotamani wapige hatua mbele, tuliotamani wahudhurie ibada, tuliotamani waimbe kwaya, tuliotamani wamsifu Mungu, tuliotamani wapige magoti, tuliotamani wapige vigeregere, tuliotamani washangilie, lakini sasa wamekaa. Lakini sasa wamekaa waliotutangulia. Baada ya kwamba tutiane moyo, wametuvunja moyo. Lakini mimi ninasema, lakini na wewe useme, nimemwona Yesu, nataka nipate kuona macho. Haijalishi watu walionitangulia wakoje, haijalishi walionitangulia wanasimameje, haijalishi waliokuta kanisani wanafanya ibada, wanaimba na kusifu, lakini sasa wamerudi kwenye mashamba. Haijalishi wale walinitangulia niliwakuta wanaabudu kanisani kila siku, wanaomba, lakini sasa wamerudi nyuma, wamekata tamaa, lakini mimi ninamuona Yesu. Haijalishi. Haijalishi. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi. Wakasema, wewe nyamaza, nyamaza, unamsumbua bwana mkubwa, nyamaza. Sisi ndio tulianza kusali pale. Unatuambia kitu gani? Mwambie Yesu, mimi nimemwona. Mwambie mimi ni Yesu nimemwona. Wakikusukuma kwa kikumbo, mwambie mimi nimemwona Yesu. Sasa niko hapa, nitapambania hapa hapa, nitang'ang'ania hapa hapa mpaka nimuone Mungu, mpaka nizione baraka, mpaka nione Yesu, mpaka nione uzima wa milele. Ukiwa na imani ya kiasi hicho, utamwona Mungu anafanya vitu kwenye maisha yako. Lakini ukisikia waliokutangulia, ukiwaangalia waliokutangulia, watakurudisha nyuma, utavunjika moyo. Haleluya. Asubuhi ya leo nasema usivunjike moyo. Asubuhi ya leo nasema usikate tamaa. Asubuhi ya leo nasema songa mbele. Asubuhi ya leo nasema muone Mungu. Waliokutangulia ni wabaya. Inawezekana waliokutangulia ni wevi. Yesu akasema, mimi ndimi mlango na njia na kweli. Mimi ndiye mlango wa kondoo, na kondoo wanaonijua mimi wananifuata. Lakini wengine wengi miongoni mwenu ni mbwa mwitu, nao watawaandamia kondoo, nao watawararua kondoo. Kati yenu kuna mbwa.
Yesu alisema hayo maneno. Lakini nasema hapa sisi sote tumemwona Yesu. Hakuna mbwa. Tumemwona Yesu. Ukitembea hivi pasipo kuangalia maneno ya watu, pasipo kuangalia midomo ya watu, pasipo kuangalia wanakusukuma hivi, sema na banana hapa hapa, na banana hapa hapa, na banana hapa hapa. Banana kwa Yesu, afutamwona Mungu. Usikatishwe tamaa, usivunjike moyo. Maadamu umemwona Yesu. Sio tunasema tunamwona Yesu, si kwamba tumemwangalia macho hivi namna hii. Tumeziona kazi zake. Yaani hatutaki tuishi kama wengine wa dunia wanavyoishi. Yes, nilifika kanisani nikuta watu hamna. Sasa kama watu hamna, Yesu alikuwa hayupo. Nataka watu, nataka Yesu. Lakini yule kipofu anasema namtafuta Yesu. Yesu, unirehemu. Yesu yupo kanisani. Yesu yuko madhabahuni hapa. Yesu yuko kwenye nyumba ibada hapa. Yesu yupo kanisani hapa. Siku moja Yesu alikuwa wameenda kama desturi ya kuhesabu watu, kama livyo taifa letu. Baada ya miaka fulani tunahesabu watu, kujua idadi ya watu wa Tanzania tuko wangapi. Yesu naye alienda na wazazi wake huko Yerusalemu kuhesabu watu, naye akahesabiwa kwa miongoni mwa watu. Lakini Yesu Kristo Mwokozi walipomaliza ile zamu, akaona imempasa kuwemo nyumbani mwa baba yake, asikilize kidogo, afundishe kidogo, atoe elimu kidogo kwa habari ya mambo ya dunia, lakini kwa mambo ya ufalme wa mbinguni. Yesu alikuwa anatoa elimu, lakini elimu ya kimungu inatusaidia kutupa kupevuka, kutupa kuelewa zaidi kwa habari ya maisha ya duniani, lakini kwa habari ya maisha tunayoendea ya uzima wa milele. Mbinguni ndiyo kwetu, lakini duniani ni wapangaji. Inatupa uelewa mpana. Wenyeji wanatamani wabaki duniani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wenyeji walitutangulia. Mwingine ukigusa kanafasi kaka aliko nako anatengeneza chuki. Mimi wameniondoa, wamemweka huyu. Mimi wamenitoa, wameniweka hapa. Fanya kazi, pambana, mwangalie Yesu. Mwingine akisogea kidogo anaanza kumsukuma mwenzi. Anataka nafasi yote ya wakati. Wenyeji waliokutangulia wakoje? Lakini nasema usiondoke, usitoke, simama na Yesu. Maadamu Yesu anamuona, maadamu Yesu anakupenda, maadamu Yesu anampenda, imani yako itakuokoa. Imani yako itafanya nini? Nilifikiri pale kanisani wote ni watakatifu. Wapo wenyeji. Wapo
Wapo waliokutangulia, inawezekana ukaa kikwazo kwenye safari yako. Hayo si maneno yangu, bali ni maneno ya Roho Mtakatifu anayesema na wewe asubuhi ya leo. Tumwangalie Yesu wote, tumtazame Yesu wote, tuone anafanya kitu gani kwenye maisha yetu. Usiangalie mtu, simama na Yesu, songa mbele, usikatishwe na maneno. Maneno ya watu yatakuvunja moyo, tabia za watu zitakuvunja moyo, mienendo ya watu itakuvunja moyo, lakini imani yako itakuponya. Imani yako kuponye. Sasa kama utaangalia watu, utakwama safarini. Piga kelele, Mwana wa Daudi, naomba nirehemu mimi, ninaomba baraka, naomba nibariki, naomba niponye. Hapo wengine unaishi staili ya watu wanavisha. Mbona fulani yuko hivi? Tuko sawa sawa? Hatuko sawa sawa. Kila mtu ana muujiza wake, kila mtu ana neema yake. Haleluya. Wewe muangalie Yesu, kila mtu muangalie Yesu. Na mimi mchungaji, nina wachungaji wengi sana, wapo wengi ndani ya taasisi yetu, lakini mimi namwangalia Yesu. Simwangalii mtu, simwangalii yule kafanya nini, simwangalii yule amefaulu, simwangalii ameshindwa, simwangalii amefanya kitu gani. Mimi ninachomwangalia, namwangalia Yesu. Yesu, wewe ndiwe, wewe Yesu ndiwe. Wapi napita, Yesu anasema pita hapa, nenda hapa, ninamwona Yesu. Haleluya, haleluya. Yule kipofu asingepona, asingeweza kuona. Lakini wakati mwingine hata sisi tukiwa huko kanisani, kuna mwingine anasema michango fulani ametoa sana, enda naifanya, anaweza, anasukuma wengine. Yaani mtu akisema mimi natoa hiki, kuna mwingine anamsukuma msi, anamtoa kwenye uwepo, anamtoa kwenye baraka, anamtoa kwenye imani, anamtoa kwenye ushindi, anamleta kwenye hofu na mashaka. Hakuna, tunahitaji kumwona Yesu. Mtu asikuvunje moyo, mtu asikukatishe tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu asikuvunje moyo. Mwangalie Yesu. Tumwangalie Yesu jamani. Tumwangalie Yesu jamani. Kuna vitu ambavyo wanapenda kuangalia na watu. Huko kanisani siwezi kusema, lakini ukinifuata nyumbani au nifuate ofisini, nitakupa vitu vinaweza kukusaidia kujenga kiimani, ukaona matokeo chanya. Haleluya. Mungu abariki. Tusimame sasa. Kila mtu aombe mbele za Mungu. Tuahirishe ibada yetu. Bwana Yesu mwema, asante. Wewe ni Roho, unanena na kufundisha, unatoa elimu bure kwa wote ambao hawajakuona. Lakini Yesu, wewe ndiye taa na nuru. Wewe ufungua vipofu kama ulivyomponya yule kipofu. Neno lako linasema alikuwepo mtu mmoja kipofu, kila siku akikata kando ya njia akihitaji kupata msaada, lakini jina lake anaitwa kipofu. Haijalishi Mungu upo, wewe ni Bwana unayeweza kutuponya na kutusaidia. Tuna uhitaji mkubwa kwenye maisha yetu, tuna uhitaji kwenye nafsi zetu, tuna uhitaji kwenye mioyo yetu, tuna uhitaji kwenye familia zetu, tuna uhitaji kwenye kazi zetu, tuna uhitaji kwenye elimu zetu,
tunauhitaji kwenye ndoa zetu, tunauhitaji kwenye maisha yetu ya kila siku. Lakini waliotutangulia wametukatisha tamaa. Lakini Yesu amesema tukutazame wewe. Ulipomwangalia yule mtu anapiga kelele, mtu kipofu, haijalishi watu walimnyamazisha, lakini akasema, Yesu ni rehemu, Yesu ni rehemu. Akasema, angalia, kelele zote zilizopita juu yako hazija kunyamazisha. Kasema, jipe moyo mkuu, inuka sasa upate kuona. Yule mtu akaona. Baba, ninaomba kanisa lako, ninaomba watoto wako Bwana, maneno haya ni amina na kweli. Maneno yako ni roho, yanaweza kutuonyesha njia, yanaweza kutuonyesha Bwana tukakuona wewe live. Yesu, naishi ndani ya moyo wangu. Yesu, naishi ndani ya watoto wako Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru. Nasema asante. Wote tuseme amen. Nimalize ibada yangu.